Ndo wakati wa kuonesha ukomavu wako wa akili. Kuna muda inabidi ule na adui sahani moja ili uweze kuishi. Hidaya, mimi najua kwamba itakuwa ngumu sana wewe kuweza kuchokonoa mambo ya siri hasa ya mzee. Tafadhali, naomba unisaidie Hidaya. Mimi nina kiu kubwa sana ya kutaka kutegua hichi kitendawili kwenye maisha yangu. Ni chaguo rahisi. Fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda ujao ni rahisi kusahau, kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Kande kokoto, kande kokoto, kande kokoto, kende matope, kende matope, kende matope, kende matope. Mpunga fyofindo, mpunga fyofindo, mpunga fyofindo, mpunga fyofindo. Maga bigo bigo, maga bigo bigo, maga bigo bigo, maga bigo bigo. Maana hajalala hapa.
Karibu sana Mbeya, Dr. Job. Shukrani sana sir. Niambie, plani zimekaaje? Mwake leo anarudi kijijini. Na kwa mujibu wa mkuu, unapaswa kuwahi mapema ili kuendelea na mpango wa Bunji. Wakati Mwake anapambana na Bunji, sisi tunapaswa kuiba nyaraka zote za muhimu. Kisha tutamuua Mwake na tutamchukua Bella na kurudi Dar es Salaam. Bella? Who is Bella? Na mbona mkoja ananiambia chochote kuhusu hili? Ni mtoto pekee wa Mr. Kiondo. Kwani hujui chochote? Mtoto wa Mr. Kiondo? Picha mbona haipo? Job, uko wapi? Unaenda wapi na umefanya nini kwenye picha mdogo wako? Halo. Walimwengu wanakuambia jicho hulipwa na jicho. Well, tonight I tell you otherwise, my friend. A son for a son. Wengi wanajua nguvu ya mbwa mwitu ni mpaka mwezi uandame. Hapo ndio huonyesha nguvu zake zilipo. Wewe, umefuata nini hapa? Bimaza kwanza shikamoo. Marahaba, umefuata nini nakuuliza? Taratibu sasa. Kwanza bila umewaka. Umependeza ya mavitu umepaka ukweli. Bwana acha utani wako nakuuliza umefuata nini? Kimelika. Basi sikiza. Dr. Bunji ana shida sana na wewe. Na akasema ukamuone peke yako ni siri, yani usiende na mtu hata mmoja ujue. Bunji ananiitia nini mimi? Bimaza. Wewe acha utani bwana. Bimaza, maswali magumu hayo unaleta kwenye mada nyepesi, sio cholewa yeye nini. Wewe kamsikilize kijana. Wewe chukua muda wako. Alafu kasema ni siri. Nitakuaminije? Wewe chukua muda wako kamsikilize kijana. Mimi nitakuamini vipi wewe? Ngoja. Wewe unanisababishia matatizo. Wewe unamjua Dr. Bunji? Ana rafiki mwingine yoyote hapa kijijini zaidi yangu? Sikia hata sauti sasa hivi zinazofanana. Alafu wewe una utani wewe. Kamsikize kijana bwana. Huku mimi natokea huku kulipojia. Nenda sasa, fanya haraka wasikuone. Ondoka bwana wewe.
Jobu yuko wapi? Mr. Mbeo, unakuja kumuulizia kijana wako kwangu? Kuna mambo siyaelewi, Nimekuta picha ya Bunji imepigwa risasi. Kisha Jobu ananipigia simu anasema atakuwa nje ya mji kwa siku kadhaa. Sielewi. Kwa kweli mimi sifahamu chochote. Mpe muda, nitaongea naye. Lakini kwa sasa tunapaswa kupambania tenda tuliyopoteza. Nina wasiwasi sana na vijana wangu. Unadhani Jobu anaweza kumdhuru Bunji? Come on, relax. Kilichokuwepo kati yangu mimi na Swebe ilikuwa ni starehe tu, na mapenzi yake yote yalikuwepo kwa Tuli. Muongo wewe, mnafiki mkubwa! Ongea, mume wangu yuko wapi? Shangazi, tulia shangazi. Unajua yote ambayo anaongea Biroda sio kwamba tumemlazimisha kuweza kuongea. Amekiri yeye mwenyewe kwamba anataka kutuambia ukweli wa kila kitu. Kwa jambo la muhimu ni sisi kuweza kumsikiliza ili tuweze kushirikiana, tuweze kujua tunawezaje kutatua jambo ambalo liko mbele yetu. Kwa mwache endelee kuzungumza. Lenga kukuketa kukutika ndofu na Swebe. Biroda, ongea, mume wangu yuko wapi? Shangazi, mbona hivyo? Tulia basi shangazi. Si mwache amalize kwanza kuzungumza. Ongea, mume wangu yuko wapi? Lenga mkulonda Njobe. Asoke po Tuli. Angu Joba. Shangazi. Asoke po. Anti sasa fanya hivyo basi, anasema atatuambia ila hataki anti awepo hapo. Anti, wewe bwana, wewe hutaki kuelewa bwana Nkosube alipo bwana Embe bwana. Shangazi, dakika mbili basi. Alo, Bunji. Nilikuwa na hisi kwamba uko kwa babu unaongea na Biroda, lakini nimekuja nyumbani kwako na naona mlango uko wazi. Vipi, uko ndani? Unasema mlango uko wazi? Nipo kwa babu. Upo kwa babu? Basi sawa. Labda atakuwa Mwalimu Siame amekuja kukagua nyumba yake. Hapana. Kama ingekuwa Mwalimu Siame basi angenipa taarifa. Kuwa makini, sawa? Sawa, haina shida. Na vipi kuhusu Biroda? Amesemaje kuhusu mjomba wako? Biroda alichosema ni kwamba amefungiwa pangoni na siku kadhaa zilizopita Mamposa alimpiga risasi. Kwa hiyo amesema anahisi kama amekufa. Amekufa? Mama. Mwanangu. Nakukumbuka Pendo. Nakukumbuka pia mama. Pendo? Na huyu Ntulu umemtoa wapi? Wazazi wake wanamtafuta kijiji kizima Pendo. Ni hadithi ndefu sana mama, lakini nimetoka naye mjini. Nadhani mambo mengine yote tutaongea baadaye. Ntuli, karibu. Asante.
Huu ndio muda wa kumwamsha mbwa mwitu aliolala. Mbwa mwitu asisubiria mpaka mwezi uandame. Ni lazima tuwakumbushe. Kwa nini unaitwa Jigwa? Pesa zenu hizi hapo. Namtaka mwanangu. Bro. Ulizani kwamba nimekufa au ulitaka nife? Ndio maana ukashindwa kupiga simu nyumbani kunijulia hali kwamba naendeleaje, si ndio? Nisamehe bro, lakini kusema kweli nitaka sana kuongea na wewe, lakini kimya. Okay. So, yeah, you are good man. Sikuwahi kufikiria kama Mbeya panaweza pakaa pazuri kiasi hiki, hususani huko vijijini. Ungenishtua ndugu wangu. Bunji, nadhani unafahamu fika ni kiasi gani ambavyo kakako mimi napenda sana vitu vizuri. Na maanisha wanawake wazuri kama huyu mrembo ambaye mimi namuona hapa mbele yangu. Halai, ungeniambia mdogo wangu ili tuweze kuishi hapa pamoja. Au sio? Wajua mdogo wangu ni binafsi sana. Huyu mwanamke ni mzuri sana, umbo mpaka sura pia, na kaniambia kwamba wewe ni rafiki yake. Bila shaka atakuwa hajaolewa, hivyo kupitia urafiki wenu mliokuwa nao, nadhani itakuwa ni vyema sana ukazungumza naye awe mke wangu mimi, na maanisha awe shemeji yako kama hutujali.
Unajua sikutegemea kama utakuja muda sahihi. Tatizo lako una wasiwasi. Hamna wewe. Vipi, kwema? Jomba, babako amefika. Bella, naomba unisamehe sana, kwa sababu usingenisaidia usingeingia kwenye shida kubwa na familia yako. Naomba unisamehe Bella. Sio kama naogopa Fatuma. Ninachohofia ni kwamba ningemuua baba yangu kwa mikono yangu, na hii hatia hainifanyi nishindwe kufanya nilikuahidi. Bella, hilo ndo ninaloogopa. Fatuma, sitarudi nyuma ya maneno yangu. Kurudi kwa baba inamgharimu matendo yake. Haupaswi kuogopa Fatuma. Utanifanya nikose nguvu ya kukutetea. Mama Lusajo, anachoongea mjomba yuko sahihi. Labda nikwambie kitu. Huu ni muda wa wewe kuwa jasiri. Alafu sisi tuko nyuma yako. Tuko na wewe. Giza limetanda, tunahitaji mjomba. Ni muda mwafaka wa kukutana na mzee Halfani Mwakimwake. Nuru ya kawetere, nuru ya kawetere, nuru ya kawetere, nuru ya kawetere. Kwenye hichi kijiji kuna kitendawili kikubwa sana kuhusu kifo cha mama pamoja na kusambaratika kwa familia yake. Habari ndio hiyo mama. Dr. Bunji tunaishi naye siku zote hapa. Kumbe ni mpwa wetu. Na majibu yote ya maswali ambayo kila siku tunajiuliza na kuyatafuta yapo ndani ya hichi kijiji. Lakini mmeleta picha mbaya sana kwa wanakijiji. Ukubwa kwa sio wingi wa kamasi bro, mbona sawa hilo? Sasa hivi mimi nina nguvu na hamasa na hasira. Unajua ni kwa sababu gani? Because you are on my side.